hapa tuna tatizo dogo ambalo ninyi wa Tanzania mkilifanyia kazi tutalimaliza vizuri na tutapata katiba mpya. Tuna tatizo la maslahi binafsi. Kuna watu wanataka serikali mbili. Unajua kwa sababu gani? Je, muungano wa Tanzania uko salama kama tunavyodhani? Je, kuna ukweli ambao kwa muda mrefu umekuwa ukiepukwa kuzungumzwa hadharani? Na je, kuna kauli moja tu inayoweza kufungua ukurasa mpya wa mjadala wa kitaifa? Haya ndio maswali yanazungumzwa kwa kasi baada ya kauli ya Humphrey Polepole kuibua hoja ya serikali ya Tanganyika. Wapo wanaosema huu ni ukweli ambao ulikuwa unasubiriwa kusemwa, na wapo wengine wanaosema huu ni mchezo wa siasa unaoweza kugusa moyo wa muungano. Leo tunachambua bila jazba, bila upendeleo, tukitazama hoja, athari na mustakabali wa taifa letu. Karibu sana ndugu mtazamaji katika kituo chako pendwa cha habari ambacho ni Dicky Studio TV, ambao tunakuletea habari za kitaifa na kimataifa. Na mimi ni mtangazaji wako pendwa kutoka hapa Dicky Studio TV, Kambona Kani, ambaye anakuhakikishia unapata habari moto za ukweli na za uhakika. Lakini kabla tujaendelea, nipende tu kukumbusha ndugu mtazamaji, usisahau kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kutoka pande zote za dunia. Na hii ni undani wa habari. Mjadala wa serikali ya Tanganyika umeibuka tena, safari hii ukiwa umechochelewa na kauli za Polepole. Kauli hizi zimegusa moja kwa moja muundo wa muungano wa Tanzania, muungano ulioanzishwa mwaka 1964 kati ya Tanganyika na Zanzibar. Kwa muda mrefu sasa, mfumo wa serikali mbili umekuwa msingi wa uendeshaji wa taifa. Lakini hoja imekuwa ikiibuka mara kwa mara. Kwa nini Zanzibar ina serikali yake lakini Tanganyika haina? Na hili ndilo swali linaloibua mjadala mkubwa zaidi. Wanaunga mkono wanasema kuwa kuanzishwa kwa serikali ya Tanganyika unaweza kuleta uwiano wa mamlaka ndani ya muungano. Na pia wanaamini kuwa mjadala huu si wa kuvunja muungano, bali ni wa kuuboresha na kuuweka katika mizani iliyo sawa. Pia wanasisitiza kuwa taifa lolote linalotaka kukua kisiasa basi lazima liwe tayari kujadili hata masuala nyeti kwa uwazi na ujasiri. Lakini pia wapo wanaopinga vikali. Kwao kufungua mjadala huu kwa sasa kunaweza kuamsha hisia za kisiasa na kuleta mgawanyiko usio wa lazima. Wanaona kuwa muungano ni jambo nyeti linalohitaji kulindwa kwa gharama yoyote, na kwamba hoja kama hizi zinahitaji tahadhari kubwa. Pia kuna swali la muda. Kwa nini mpaka sasa? Kwa nini ni sasa? Je, ni mjadala wa kimuundo unaotaka suluhisho la muda mrefu? Ukweli ni kwamba hata katika mchakato wa katiba uliopita, hoja ya muundo wa muungano, iwe ni serikali mbili au tatu, iliwahi kujadiliwa kwa kina. Hii inaonyesha kuwa suala hili halijaanza leo. Katika mtazamo wa kidemokrasia, mijadala mikubwa ya kitaifa si tishio, bali ni ishara ya jamii inayotafakari mustakabali wake. Lakini mjadala huo lazima uendeshwe kwa busara, kwa takimu na kwa kuzingatia maslahi mapana ya taifa, na si kwa jazba wala misimamo mikali kama inavyodaiwa. Dicky Studio TV tunaamini kuwa nguvu ya taifa ipo katika uwezo wake wa kujadiliana bila kuvunjika. Na sasa swali linabaki kwako mtazamaji. Je, serikali ya Tanganyika ni hitaji la kimuundo au ni siasa za wakati? Andika maoni yako hapo chini kupitia
kupitia chaneli yetu pendwa Dicky Studio TV. Pia usisahau kusubscribe, kushare, kulike, comment.